Habari za kutwa mtazamaji, karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Juni 11, 2025. Uko na Mipendo Gotoni na kusogezea taarifa za habari jioni ya leo, lakini pia nitaungana na mwenzangu Pantaleon Lugisha kutupitisha duniani leo katika habari za kimataifa, kutakuwa kuna jambo gani. Lakini pia kwa wana wa Kahama pamoja na viunga vyake, kambi yetu matibabu inatoa pale kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4, kambi ya matibabu ya upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Na nikianzia kule mkoani Geita, wananchi na wafanyabiashara katika eneo la Buseresere lilopo wilaya Chato mkoani Geita wamesimulia namna moto ulivyozuka na kuteketeza maduka 10 na kusababisha hasara kubwa ya mali, ingawa hakuna madhara yoyote ya kibinadamu iliyoripotiwa. Nimefunga duka muda saa 12:30, nikawa nimeenda nyumbani. Nimefika kule nimekaa, baada ya kukaa nimetulia, nikapigiwa na mke wa kisira jirani yangu. Ndio nikawa nimerudi sasa kuja kupambana kuja kuokoa mali yangu. Baada ya hapo nimejaribu kujitahidi, lakini moto ukawa umezidi sana. Nilikuwa najihusisha biashara bidhaa ndogo ndogo, takataka, yani duka la jumla. Lote kwa kweli limeungua, limeteketea kwa pamoja kabisa. Thamani ya duka milioni kama 40 hivi. Chanzo tu tumesikia, washuhuda waliokuwa maeneo haya ni kuona moto unaanza kuwaka ndani kama short. Sasa kwa sababu kama ilikuwa imeshafungwa, waliokuwa hapa nje hawakuwa na mamlaka hata kuvunja mlango, au walijua kwamba kuna barubu zimewachwa ziko wazi. Unaona? Sasa hatujui zaidi ni nini kilicholipuka mle ndani. Tumetumia sana njia za kienyeji, tuseme. Naweza kusema labda ni njia za kienyeji kwa sababu ni kwanza kabisa ni kugawanya eneo kutoka eneo lililo na moto kwenda eneo ambalo halina moto. Tulikuwa tunavunja kwa ajili ya kutenganisha na kutoa bidhaa ambazo zinaweza zikashika moto ambazo hazijashika kabisa, ili kuepusha moto ule kuhamia eneo jingine. Wito wangu, kwa sababu huu mji ni mkubwa na una wananchi wengi sana, kwa kweli ni lazima wafikiri namna bora ya kuweza kuweka gari la zimamoto katika maeneo yetu haya. Zimekuwa zikijitokeza ajali mara kwa mara, lakini huduma ya zimamoto tunaipata kutoka Geita ambapo ni umbali mrefu zaidi ya masaa 2-3. Kwa kweli tungekuwa na gari la zimamoto katika maeneo yetu haya, ninaamini ajali isingetokea kwa wingi huu. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa amemwagiza mkurugenzi wa mfuko wa mawasiliano kwa wote kuwapeleka wataalamu wa kompyuta katika shule 5 za wilaya ya Kilolo mkoani Iringa. Hatua hiyo inalenga kutoa mafunzo maalum ya tehama kwa walimu ili kuwajengea uwezo wa kuwafundisha wanafunzi kwa weledi na kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia duniani. Andae crash program ya elimu kwa walimu wa somo la tehama. Ifanyike kwa haraka kwa shule hizi 5 mahususi za wilaya ya Kilolo ili kuunga mkono jitihada za maabara hizi 5 zilizoleta mheshimiwa. Ni kuona kwamba katika watoto wataanza kufanya mitihani ya somo la kompyuta na shule hizi na zenyewe zianze. Ni kuona katika watoto wataoenda kidato cha 5 katika mchepuo wa kompyuta, hisabati na fizikia, watoto wa Kilolo na wenyewe waweze. Yuko mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa TCRA, naye yuko hapa. Hakikishe shule hizi 5, mimi nikiondoka leo, ndani ya muda mfupi kabla hata tujavunja bunge, mtembelee shule zote hizi 5, muanzishe klabu za ICT ziwe very active. Shule nyingi huwa zinalazimika hata kupunguza idadi ya wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi kwa ajili ya kuweza kukopa na zile gharama. Wanapojifunza kwa kutumia hizi tutorial videos, zinawapa uhalisia wa kile ambacho wanakwenda kukiona, tofauti na ambavyo wanajifunza kwa nadharia tu. Ila huu mfumo ulivyofungwa, kuna baadhi ya practicals zinafanyika katika kompyuta. Tunaomba shule ya Nyarugusu Sekondari kuingizwa kwenye data ili kupata vifaa toshelezi vya tehama, kwani mwakani somo la tehama litaanza kufundishwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua zoezi la kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa Juni 16, 2025 mjini Bariadi mkoani Simiyu. Hayo yameelezwa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Ashantu Kijaji akiongea na waandishi wa habari jijini Dodoma Juni 11, ambapo amesema uzinduzi huo wa kampeni ya chanjo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuhakikisha inaendelea kuboresha afya ya mifugo hapa nchini, ambapo inakadiriwa kuwa na ng'ombe
ng'ombe milioni 39.2, mbuzi milioni 28.6, lakini pia kondoo milioni 9.7, huku kuku milioni 108.2 na nguruwe milioni 4.1. Wanahabari, tumekutana hapa asubuhi hii ya leo ili niweze kuwajulisha kuhusu uzinduzi wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ambalo linataraji kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale mjini Bariadi mkoani Simiyu. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili la uzinduzi wa chanjo litatanguliwa na kongamano kubwa la kwa mara ya kwanza la wafugaji ndani ya taifa letu, ambalo kongamano hili limeandaliwa na Chama cha Wafugaji Tanzania na tunataraji litafanyika kwa siku 2 ambapo ni tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale pale mjini Bariadi mkoani Simiyu, ambapo kwenye ufunguzi wa kongamano hili tunamtarajia mgeni rasmi wetu atakuwa ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Serikali yetu imetenga jumla ya shilingi bilioni 69.2 kwa ajili ya utoaji wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa kwa magonjwa 5 ya kipaumbele ili kuyadhibiti na kuyatokomeza kabisa hapa nchini na kuwezesha kufungua fursa za masoko hayo ambayo nimeyataja kabla. Ndugu wanahabari, katika kufanikisha kampeni hii na kuhakikisha inakuwa endelevu, serikali yetu pia imeweza kununua vitendea kazi ambavyo ni pikipiki 700 na vishikwambi 4500 ambavyo tunatarajia pia vitakabidhiwa kwa maafisa ugani wetu wa mifugo na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa awamu hii ya kwanza ya mpango huu na kampeni ya kitaifa ya uchanjaji mifugo itakayoanza mara tu baada ya uzinduzi, jumla ya ng'ombe milioni 19 na 97,223 watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe, yani CBPP. Mbuzi na kondoo wetu tunataraji tutawachanja milioni 17 dhidi ya ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo. Na vile vile jumla ya kuku wa asili milioni 40 watachanjwa dhidi ya mdondo wa kuku, ndui ya kuku pamoja na mafua ya kuku. Baada ya kutokea ajali iliyosababisha vifo vya watu 28 mkoani Mbeya, hatimaye serikali imeanza ujenzi wa barabara ya dharura yenye urefu wa kilomita 7 ambayo itatumiwa na malori ili kuyatenganisha magari madogo wakati wa kushuka mlima Iwambi kwa lengo la kuepusha ajali za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikitokea eneo hilo. Hadi wa ujenzi naona umeshaanza kutekelezwa. Yaani jambo zuri, tunaweza tukampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili. Maana kwenye mteremko ule kule wa Iwambi umemaliza watu wengi. Na ni pongezi kwake. Aendelee tu kutupambania kwenye hili mradi ukamilike haraka sana. Tunamshukuru Mungu kwa hili, tunashukuru na viongozi pia kwa ajili ya kutuonea huruma kwa hii barabara. Maana ajali zikitokea kule ndo magari madogo yanapita hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hili. Kwa kweli tumejisikia vibaya. Unajua ajali za barabarani zinapopoteza ndugu zetu mara nyingi sana hakuna mtu anayejisikia vizuri. Kwa kweli naumiza sana. Lakini tu kwa kauli ya rais wetu tumeipenda, yani tumepokea kwa mikono miwili, tumefurahi sana. Mkandarasi anayetekeleza mradi huo wa ujenzi wa barabara ya dharura ni kampuni ya NT Business Company Limited, ambapo mwakilishi wa kampuni hiyo Mhandisi Christopher Daudi Sika ameahidi kukamilisha ujenzi huo haraka kama ambavyo amepewa maelekezo na serikali. Barabara hii itatengenezwa kwa wakati. Tumepewa siku 4 tu ambazo tunatakiwa tuwe tumeshakamilisha na magari yameshaanza kupita barabara hii.
na wahakikishia wananchi kwamba barabara hiyo ndani ya siku hiyo hizo 4 tutakuwa tumeshamaliza, tumekamilisha mradi na tumekabidhi. Magari nafikiri kufikia Ijumaa, Jumamosi zitaanza kupita barabara hii huku. Pengine barabara hii inajengwa kwa kiwango gani? Kwa kweli barabara hii inajengwa kwa kiwango tu cha gravel ya kawaida. Hatujengi kwa lami kwa awali, tunajenga kwa gravel tu. Inaanzia hapa Iwambi kwenda pale Mbalizi, senta Mbalizi pale. Ile barabara jumla ni kilomita 7.3. Kwa hiyo kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tayari tumeshaanza toka jana tarehe 9 tumeanza rasmi asubuhi tukeleza agizo hilo, na kazi hii tumeipangia siku 5. Lakini hili ni vifaa, inaanza greda ikaribika ikapata nini changamoto hizo, lakini minimum ni siku 5 lakini maximum ni siku 7. Pengine gharama kiasi gani zinatumika kujenga barabara hii? Gharama tuliyopigia sasa hivi ni kama milioni 440. Kuzagaa kwa taka ngumu ikiwemo plastiki bado imetajwa kuwa tatizo katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Arusha, yanayopelekea ongezeko la uharibifu wa mazingira hususan katika vyanzo vya maji, hali inayotishia ustawi wa rasilimali hizo. Na miradi mingi ya maendeleo ni utunzaji wa mazingira, kwa sababu dunia imetambua ya kwamba wakikaa watu wa karibu mazingira tengeru yatakuwa na athari Japan, yatakuwa na athari Kenya, yatakuwa na athari dunia nzima. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo vijana mnatakiwa sasa hivi kuanza kulichangamkia ni kuanza kutafiti na kubainisha fursa ambazo zinapatikana kwenye eneo la mazingira. Na fursa hizi ziko nyingi na hazitegemei kuisha leo wala kesho, kwa sababu kuna changamoto kubwa ya mazingira si Tanzania tu lakini dunia nzima. Matumizi ya maganda yanayotokana kwenye mpunga, lakini pia maganda yanayotokana kutoka kwenye kahawa yanaweza kutumika kuweza kutibu maji au kuweza kufanya treatment ya maji, kuweza kuondoa hizi heavy metals, kwa sababu maganda haya yanaweza kuabsorb na kuweza kuzichukua hizi heavy metals na maji kuweza kubaki yakiwa salama. Utafiti niliofanya mimi ni tumia maganda hayo. Ninachowashauri vijana kujiingiza kwenye masuala ya ujasiriamali, kwa sababu kila kitu ambacho kiko kwenye mazingira, kila takataka ambayo iko kwenye mazingira ni resource. Kwa mfano tunaweza tukaongelea tuseme labda nguo ambazo hazivaliki tena zinazotupwa kwenye majalala. Ile mtu anaweza akaichukua akatengeneza zile za kufutia miguu, akatengeneza kifaa kingine kizuri. Na nikitamatisha taarifa ya habari za kitaifa, kikao cha baraza maalum la madiwani na halmashauri ya wilaya Mlimba kimeibua changamoto ya upungufu wa watumishi wa umma katika sekta ya elimu na afya, hali inayotajwa kudhoofisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Akizungumza wakati wa kikao maalum cha kupitia na kutathmini hoja ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali CAG mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima ameeleza kuwa sekta ya elimu inakabiliwa na upungufu wa walimu. Upungufu wa walimu wa shule za sekondari na msingi. Imebainika Mlimba kuwa kati ya walimu 1843 wanaohitajika shule zote za sekondari na msingi tuna walimu 1035 tu. Ina maana tuna upungufu wa walimu 800 sawa na 41%. Katika wale walimu 800 ambao tunawahitaji, serikali imetupa walimu 71. Kwa hiyo utakuta ule upungufu unafanya nini? Utaendelea tu kuwepo. Maelekezo yetu kwa management ni kwamba waendelee kufuatilia kwa nguvu ili serikali ituendelee kutupa walimu wa kupunguza nakisi hii. Upungufu wa watumishi wa afya nayo ni hivyo hivyo. Ndugu zanguni, mahitaji yetu ni watumishi 827. Watumishi tuliokuwa nao ni 262. Kwa hiyo upungufu wa walimu watumishi 566 ni sawa na asilimia karibu 70 ya mahitaji yote tuliokuwa nayo. Vile vile kama tulivyosema kwenye elimu, tunatoa maelekezo kwa management, kwa maana mkurugenzi na wataalamu wake kuwasiliana na katibu tawala wa mkoa ili wajenge hoja ya jumla ya mkoa, tupate walimu na madaktari wa kutosha kwa ajili ya kusambaza maeneo yote haya.
Ukiangalia hapo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utaona Mlimba tuna mafanikio makubwa sana, kwa sababu mfululizo wa miaka hii yote kuanzia 2018 mpaka 2023 halmashauri yetu imepata hati safi mfululizo wote wa miaka mitano. Jambo hili linaashiria Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba Mlimba tumeipanga vizuri, tunasimamia fedha zetu vizuri, na hata ukija kutazama miradi yetu iko vizuri. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, kumshukuru na mbunge wetu anayetuwakilisha huko, lakini ni nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mlimba. Kwa majina anaitwa Nestori Kierula, ni diwani wa kata ya Mbingu. Kwanza binafsi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo tumeweza kupata vituo vingi vya afya pamoja na zahanati kwenye maeneo yetu pamoja na vifaa tiba, lakini tuna upungufu vile vile kwenye vifaa tiba pamoja na wataalamu ambao wanaweza kuhudumia kwenye hivyo vituo vyetu. Inafanya sasa wananchi wetu kushindwa kupata huduma mahususi, hasa anapofika kwenye zahanati anamkuta mtumishi mmoja au anawakuta watumishi wawili, wanashindwa kupata yale matibabu kama wanavyotakiwa kuyapata kwenye maeneo yetu. Tulikuwa tunamwomba Mheshimiwa Rais atuongezee wataalamu kwenye upande wa afya, kuanzia kwenye vituo vya afya pamoja na zahanati, tupate wataalamu wa kutosha ili waweze kuwahudumia wananchi wetu waweze kupata huduma zaidi. Kwa majina naitwa Martha Daniel Mkula, diwani wa kata ya Kalengakelu. Kuhusu upungufu wa walimu mashuleni, kusema kweli tunapata adha kubwa kutokana walimu katika vipindi vya kufundishwa wanafunzi wetu hawapati masomo yale kwa ufasaha. Kikweli namshukuru sana Mheshimiwa Rais, kaendelea kutuongezea walimu, lakini bado hajitoshelezi. Hivyo tunaomba serikali iangalie kwa upana zaidi, tupate hasa walimu wa kike na walimu wa masomo ya sayansi. Kidogo katika halmashauri yetu tukipata walimu kama hao watatusaidia sana. Na niungane na mwenzangu Pantali Lugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Mwanaharakati wa mazingira Greta Thunberg na wanaharakati wengine 11 walikamatwa na jeshi la Israeli walipokuwa wakielekea Gaza kwa boti ya misaada. Thunberg na wenzake 4 walikubali kufukuzwa mara moja, huku wakipigwa marufuku ya miaka 100 kuingia Israeli. Wanaharakati 4 waliosalia waliwekewa kizuizini baada ya kukataa kuondoka kwa hiari. Thunberg alisema haogopi kukamatwa wala kunyamaza kwa dunia wakati mauaji ya kimbari yanaendelea Gaza. Marekani imekosoa hatua ya Uingereza kuwawekea vikwazo mawaziri wa Israeli kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo inazuia juhudi za amani na kuitaka ibatilishwe. Uingereza kwa kushirikiana na Australia, Canada, Norway na New Zealand imesema mawaziri hao wamekuwa wakichochea vurugu na ukiukwaji wa haki dhidi ya Wapalestina. Waziri wa ulinzi wa Irani Aziz Nasralzadeh amesema Irani iko tayari kujibu kwa mashambulizi ikiwa majadiliano ya nyuklia na Marekani yatafeli. Amesema Irani haitakubali kudhibitiwa na itaendelea kuimarisha uwezo wa makombora yake. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika Oman wiki hii, huku Marekani na Irani wakitupiana lawama kwa kusababisha kuyumba kwa mchakato huo. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilishambulia mji wa Kharkiv na maeneo mengine kwa droni 85 aina ya Shahed, ambapo 40 zilidunguliwa. Maeneo mawili ya makazi ya raia Kharkiv yalilengwa na kusababisha vifo vya watu 2 na kujeruhiwa kwa wengine 57, wakiwemo watoto 7. Mashambulizi haya yanaendelea kulenga miundombinu muhimu Ukraine. Shukrani sana Pantaleo katika habari hizo za kimataifa. Nikushukuru pia mtazamaji kutenga muda wako wa thamani sana kutazama taarifa hizi za habari jioni ya leo ya Juni 11, 2025. Lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQFTV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi nikutakia wakati mwema. Ulikuwa nami Pendo Godson. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Manispaa ya Kahama wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika kuanzia Juni 30 hadi Julai 4 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Watoto wafikishwe hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0769726782 au 0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.